Ni makamu askofu wa EAGT jimbo la Ilala, Injinia Dr. Nsajigwa Mwaisaka, na leo atazungumzia madhara makubwa ya utu wa kale kwa muamini. Jina langu naitwa Mchungaji Nsajigwa James Mwaisaka na nachunga kanisa la Mnazi Mmoja la EAGT. Mtu wa kale maanake hasa aina za watu ziko tatu navyojua. Aina ya kwanza ni yule mtu wa asili, yaani yule mtu ambaye hajaokoka, yaani hajazaliwa mara ya pili. Alafu aina ya pili ni yule aliyezaliwa mara ya pili, yaani amemwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wake. Kwa hiyo ametoka katika ile maisha ya kale, manake ndiyo yale ya asili. Kwa hiyo yeye ameondoka kwenye maisha yale ya kale ambayo ndiyo naita ya mtu asili, ndio aliyo nayo. Sasa wokovu ambao sisi wa Kristo tunayemwamini Yesu tunaongea habari za wokovu, maana mtu aliyehamishwa kutoka mambo ya giza ambayo ndiyo ya kale, mambo ya asili kabisa. Yaani huyo mtu hajui habari za Mungu halisi wa kweli, ambaye Yesu ndio anashughulika na mambo hayo. Sasa ukihama kutoka ile kale yako na kuingia katika wokovu, ndio tunasema mtu huyo amehamishwa kutoka kale kuingia katika ambayo ndio giza ile kale na kuingia katika nuru ya mwana wake Yesu. Hapo wanakuwa watu wawili tofauti. Lakini mtu huyu aliyeokoka anaweza kutokewa, anaishi mambo ya namna ya mwilini, tunasema ya mwilini. Kwa kweli ameokoka, lakini tunaona namna anavyoenenda hayuko tofauti sana na yule wa asili. Huyo ndio tunaita mtu wa mwilini, ameokoka lakini wa mwilini. Lakini kuna mtu wa tatu ambaye ameokoka, huyo anaishi mambo ya rohoni. Hapo ndipo kuna aina tatu. Lakini aina mbili za wakale na wa nuruni. Kale manake ni giza, sasa upande mwingine manake ni nuru. Inakuwaje huyu aliyeokoka kamwamini Kristo, yupo kanisani, lakini bado anarudi kwenye mambo yake ya kale, anaenda kwa siri sana kwa mganga ama kwenye pombe? Ni kweli, hapo ndipo napokuwa hilo jambo ni gumu kujua huyu ameokoka au hajaokoka, kwa sababu aliyeokoka manake ameacha mambo yote ya kale, yaani yale aliyokuwa anafanya akiwa asili. Hapo pana ugumu. Anayeokoa ni Yesu. Tunaweza kusema ameokoka, lakini kumbe hapana. Hakuna ushahidi wowote wa wokovu. Si amempokea Yesu kwamba yeye, wachungaji mmehubiri kwenye mkutano ama kanisani, wanaotaka kumpokea Yesu karibuni mbele, naye akaja. Ni kweli anaweza kuokoka akasema nimeokoka, lakini ana kitu kingine ndani yake. Sababu pengine anaepusha kitu fulani, pengine kuna udanganyifu fulani anayojaribu kuweka kwa namna ya kujiweka. Wokovu unahusu neema. Maana wale waliokolewa ni neema kweli, lakini neema baada hatuokoki kwa matendo, tunaokoka kwa neema. Lakini neema unapookoka lazima ionyeshe matendo yale ya neema. Lakini kama haionyeshi, pale unaanza kiulizo, unaweza kuweka kiulizo, kwa sababu kuna matendo, hatuokoki kwa matendo, lakini pia ukiokoka kuna matendo ambayo yanadhihirisha wokovu. Je, ili mtu aweze sasa kukaa sawa kama aliyeokoka, afanye nini ili hali yupo kanisani? Kuna mwingine anakuambia mimi bwana napewa vibuyu vya ukoo, na vikataaje? Huyo uliokoka yani uhusiani na kitu. Maana yale inaitwa ya kale. Maana kile unaiacha. Wewe mambo ya
Maana unapokuwa wewe hurithi mambo ya familia yako, unapokuja kwa Yesu unarithi ya Yesu. Ndio maana Yesu anasema alipewa yote mamlaka mbinguni, na pia anasema na nyinyi tutashirikiana kupewa hayo mamlaka. Kwa mamlaka ya giza huwezi kuiangalia kuliko mamlaka ya Yesu. Mtu mwenye changamoto kama hiyo ni kwamba wokovu tunaupata kwa njia ya toba. Yaani mtu unaelewa na unakiri kwamba umefanya isivyo sawa. Kwa hiyo unapookoka, maana yake ni kwamba lazima utubu. Ni kwamba unakiri kwamba kuna dhambi ambayo inaibidi ugeuke, uiache. Na hiyo ndio dunia. Unapogeuka na kuiacha hiyo hali ya zamani, ndio kutubu. Na unageuka, unaangalia sasa kwa Mungu. Ndio ile baada ya kutubu, kitu kinachokuja ni ile imani. Ndio unakuta kwenda kwa Mungu, anakuambia lazima uende kwa imani. Anasema waliokoka wanaenda kwa imani. Yaani toba na imani si kitu vilivyo tofauti. Vinakwenda pamoja. Maana huwezi katubu bila kuwa na imani. Lakini toba pia unakuwa na imani fulani. Lakini toba ukishafanya ndio unabaki na imani. Unajichuja kuwa na imani kumfuata Yesu, maana umeacha mambo ya kale. Nini wito wako kwa Mkristo? Mkristo ni kwamba aelewe Ukristo sio kitu cha kujificha, sio mahali pa kujificha, wala sio mahali pa kuwa na mambo yako kwa kificho. Kitu kikubwa uelewe kwamba Mungu ametupa uamuzi, yaani ile uhuru wa kuamua. Uhuru wa kuamua. Pale unapokuwa umeamua kwa uhuru, maana yake lazima uache yale ya zamani na ufuate yale ambayo sasa unayamini. Na Mungu anasema amekupa uhuru wa wewe kuamua chochote unachotaka, wala haingilii. Lakini kuna mapenzi ya Mungu. Kwa ukiamua sawa sawa na mapenzi ya Mungu na kutenda sawa sawa na matendo na mapenzi ya Mungu, wewe utaacha tu ya zamani. Huwezi kubaki na zamani. Ndio maana hata katika Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza nasema, hapo utakapoyasikia maneno haya nikwambiayo leo kwa bidii na kuyashika na kuyafuata na kuyatunza na kutenda sawa sawa. No, kuna kutenda sawa sawa na neno. Ndio maana hata ukiangalia maandiko mengine yanaweza kusema jifunze vizuri. Maana unapojifunza ni kwamba unaondoa vile ambavyo ulivyokuwa unafikiri, unaweka vilivyo sahihi. Hapo Mungu ndio anakukubali. Na ukishakubalika hapo, halafu anasema hautaweza kutahayarika. Ukitumia neno la Mungu kwa usahihi, ndio wokovu unachotaka. Sio udanganye. Utumie kwa usahihi. Na neno la Mungu li hai, lina uwezo mkubwa hata kutambua nafsi, hata kutambua roho, hata kutenganisha mafuta kwenye mifupa. Lina uwezo. Si kwa hiyo kudanganya au kufanya isivyo sawa haikumsaidii. Kwa hiyo vile neno linavyosema ndivyo ukifanya sawa sawa, unakuta wewe hautatahirika wala hautapata shida. Ndio maana wokovu, ukifuata zamani alafu nasema wokovu, unaokoka hapo, ni hila fulani. Ukristo sio hila.